Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu kizuri cha tafakari ya siku. Ni leo siku nyingine Bwana ametupa tafakari kutoka kwenye kitabu kile cha Mithali sura ya 9. Nami ninakusalimu asubuhi ya leo. Bwana ametujalia neema kuiona. Wacha tukamtukuze Mungu kwa wema wake. Mithali sura ile ya 10 mstari ule wa 4 tutaanzia hapo. Biblia inasema, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirika. Mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Na akusanyaye, mstari wa 5, akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima, bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. Neno hili linatukumbusha na kututahadharisha kwa kutusaidia kuweka tahadhari katika maisha yetu wakati huu tunaoishi. Neno hili linaweza likatafsirika kwa maana nyingi tu. Unaweza ukalitafsiri kwa maana ya maisha wakati wa kutafuta fedha, mali, kwenye pilika heka za kazi za mikono katika maisha yetu ya hapa duniani, katika kupata ama kutafuta uchumi. Unaweza ukaitafsiri kwa namna hiyo, lakini pia unaweza ukaitafsiri kwa namna nyingine. Na asubuhi ya leo natamani tuweze kuitafsiri kwa namna nyingine, ili tuweze kuona Bwana anasema nini nasi katika neno hili. Amesema hivi, Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ife njaa. Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ife njaa. Mwenye haki ni nani? Mwenye haki ni yule atendaye mambo kwa mkono usio mlegevu, na ni yule atendaye kwa bidii, mikono yake inafanya bidii, na ni yule ambaye anayekusanya wakati wa hari, maana ni mtu anayesoma majira, na pia ni mtu ambaye halali wala hasinzii wakati wa mavuno. Anatembea na majira kufanya kile kinachotakiwa kufanyika wakati ulio sahihi. Tuna majira ya mchana, tuna majira ya usiku. Majira ya mchana tunajua tuko kwenye pilika, unakimbia, unaenda huko, unafanya hivi kwa sababu mwanga upo, jua lipo na kadhalika. Usiku unalala, ni majira ya kulala, na upumzisha mwili ili kesho yake tena ukaamke kufanya tena kazi. Hayo ni majira katika maisha ya kuishi. Lakini nataka tuseme ama tusemezane kuhusiana na majira tulio nayo sasa, katika nyakati ambazo zina ukabili ulimwengu ama walimwengu walio katika ulimwengu huu. Tuko katika majira ambayo ni ya tofauti. Mfalme Sulemani aliposema habari hizi na nyingine nyingi ambazo amezisema, zilikuwa zinaashiria mambo ambayo alijifunza katika maisha yake. Na sisi tunatakiwa tutambue kwamba kila siku iitwapo leo ni somo kwetu la kujifunza kwa ajili ya kesho. Tusipoweza kujifunza leo, kesho tutashindwa kuishi. Ndio maana watu wanasoma wakiwa na umri fulani, ili wakifika umri fulani waweze kutumia sasa elimu waliosoma kufanyia kazi na kuishi. Kwamba kipindi hicho kinakuwa sasa sio cha kusoma, bali ni cha kuishi yale ambayo ulisoma. Ndipo sasa unakula matunda ya wakati huu. Sasa tunaona kwamba sasa hivi tunavyoishi, tukizungumza katika
mazingira yote yanayoonekana kwa macho ya damu na nyama, hata kama mtu hajaokoka, hata kama mtu haoni huko rohoni, hata kama mtu yuko kwa namna gani, lakini majira yanajisema yenyewe kwamba huu ni wakati gani, ambao ndio tunataka tuuangalie kwa kidogo. Hatuwezi kuangalia kwa upana kwa sababu muda wetu wa tafakari ni mdogo. Mengine tutakuwa tunajifunza kwenye masomo tutakapokuwa nayo. Lakini tuangalie kwamba huyu mtu anayetakiwa kutenda pasipo ulegevu, maana akitenda kwa ulegevu atakuwa maskini, na akishindwa kukusanya wakati wa hari atakuwa amekosa hekima. Hekima ya nini? Hekima ya kumfanya yeye aweze kutulia wakati fulani. Ukishuka chini tu hapo mstari wa 6 anasema baraka humkalia mwenye haki kichwani. Hayo ni mambo yanayokuja sasa baadaye, baada ya wewe kutambua majira, baada ya kutumia nafasi wakati huo kufanya kile kilichotakiwa ama kilichokusudiwa wakati huo. Kwa maana yake ni kwamba Mfalme Sulemani alisema katika kitabu kile cha Mhubiri ya kwamba sura ile ya 3 ya kwamba kuna majira ya kila kitu chini ya jua. Kuna wakati wa kulia, lakini kuna wakati pia wa kucheka. Kuna wakati wa kupanda, lakini kuna wakati wa kuvuna. Kuna wakati wa kila kitu kimetengenezewa, kina majira yake. Mzunguko tu tunazunguka nao kama jinsi dunia inavyozunguka, na sisi tunazunguka, na tunapofika kwenye majira fulani hayo lazima yatokee. Kifika kwenye majira ya kulia, utalia tu, maana atakufa mtu, kitatokea kile, unalia. Kifika wakati wa kucheka, utacheka tu, maana hiki kitafanyika, utafarijiwa, utainuliwa. Kwa hiyo hayo ni majira yaliyobeba mzunguko. Sasa tuko katika majira ambayo yamebeba mzunguko wake, na mzunguko huu ni mzunguko ambao unatutaka sisi wanadamu tuweze kutambua mzunguko wake, ndipo tuweze kufanyia maamuzi ya namna gani ya kuishi kwenye majira hayo. Ukisoma kitabu cha Luka sura ile ya 21 mstari wa 28 anasema hivi: Basi mambo hayo, labda nianzie juu ili kuleta maana uweze kuelewa mambo gani hayo yanayosemwa hapa. Nitaanza kusoma mstari wa 25. Japo ameanzia tokea juu, lakini hapo panatosha kutupa ufahamu. Mstari wa 25 nasema, Luka 21: Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Hapa Bwana anazungumza kuhusu majira mawili tofauti, lakini hapa nasema na kanisa kwamba kuna neno amesema hapa, mtakapoanza. Yani mambo hayo yatakapoanza, ndio huo mstari wa 28. Basi mambo hayo yaanzapo, manake kuna mwanzo, na huo mwanzo ndio sisi kanisa tunatakiwa kusoma majira hayo, kwa sababu majira hayo yanatuhusu sisi. Hapa amesema juu ndipo atakapotokea nani? Watu watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Huu sio wakati anakuja kuchukua kanisa, hapana. Maanake anapokuja kuchukua kanisa, hakuna mtu atamuona na hata kanyaga ardhi. Sasa nisiende sana huko, tutakuja kujifunza, maanake haya ni masomo marefu ambayo yanahitaji kusoma kwa muda. Sasa nataka kutoa tu ufafanuzi kidogo ili tafakari yetu iweze ku make sense.
Huo sio wakati huo. Sasa anasema haya yote ambaye amesema, haya ambaye tumetoka kuyasoma na mengine kule juu, yako mengi. Ukisoma sura ya 21 yote utaweza kuelewa, na ningekushauri ukasoma. Ni kwa sababu ya muda hapa siwezi kusoma. Sasa anasema huo ni wakati ambapo Bwana atakuja na utukufu mwingi. Huo utukufu mwingi na nguvu sio wakati anapokuja kuchukua kanisa. Wakati huo atakuwa anakuja na kanisa. Kanisa litakuwa limeshanyakuliwa. Sasa anaposema kwamba myaonapo hayo, basi mambo hayo yanapoanza kutokea, neno hapa ambalo nilikuwa nataka tuliangalie ni changamkeni. Hilo ndio neno kuu ambalo nilitaka tulitazame. Changamkeni. Maanake ni wakina nani wanaambiwa wachangamke? Ni kanisa. Ni sura gani inayotakiwa kuonekana ndo kanisa lichangamke? Hayo ambayo amesema, ambazo zinaashiria dalili za mwisho, ambayo ukisoma hii sura yote utaiona, hasa kuanzia mstari wa 9, kwamba kutatokea na mambo mengi ambayo mengine tulishayaona, tumeshaanza kuyaona, ambayo baada ya kuonekana hayo ndiyo sasa kanisa limepewa tahadhari kwamba lichangamke, kwa sababu wakati si rafiki. Na mimi niko hapa kusema kwamba wakati si rafiki. Tangu tulipotakiwa kuchangamka kutokana na tangu yalipotokea yale yaliyoanza kutokea, maana aliposema yaanzapo, ina maana mahali tumefika hali si rafiki. Na kwa sababu si rafiki, ina maana nani anatakiwa kufanya nini? Ina maana kanisa linatakiwa kuchangamka. Na wewe ambaye hujaokoka unatakiwa uchangamkie wokovu, kwa sababu Yesu atakapokuja kuchukua kanisa, mwanadamu hatamuona. Hata kanisa anayemtegemea kwamba Yesu anakuja, hatutamuona hapa duniani. Jamani, Biblia imesemaje? Imesema ni kufumba na kufumbua. Watu wataenda, yeye atabaki mawinguni, hata kanyaga hapa, maana wakatoka kukanyaga bado. Ujio wake wa mara ya pili bado. Sasa tunaona ya kwamba kanisa tuna kitu cha kufanya ambacho leo hii Bwana ametupa neno hili kwamba tuingie kuweka moyo wetu ama mioyo yetu, tuingizie ufahamu. Mstari wa 29 anasema, akawaambia mfano, utazameni mtini na miti mingine yote. Wakati iishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Sasa na sisi tumeshaona kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu kutokana na yale ambayo tumeshayaona. Asubuhi ya leo imempendeza Mungu kutukumbusha kwenye tafakari ya leo. Mtuma Roho wake Mtakatifu atukumbushe ya kwamba sisi ambao ni kanisa tunatakiwa kuchangamka na kuutendea kazi wokovu. Huu sio wakati wa kuishi kwenye wokovu uliolelemama. Huu sio wakati wa kufanya mzaa na wokovu. Huu ni wakati ambapo hata hivi ninavyosema, watu wanaangalia hizi dalili wakifikiria kwamba ndio Yesu atakuja kuchukua kanisa. Yesu amesema yaanzapo. Hizi dalili amezizungumza, na mwisho akasema mstari ule wa 27, hapo ndipo watakapomuona. Hapo ndipo watu watakapomuona huyu mwana wa Adamu akija, kwa maana kwamba ulimwengu wakati huo utamuona, ambapo ni ujio wake wa pili. Lakini huu ujio wake huu kuja kuchukua kanisa, haji duniani, yeye atabaki hapo juu mawinguni. Sasa kanisa ndio tunatakiwa tuchangamshe akili zetu. Wakati wewe unaangalia matukio yanatupeleka kwenye kuja kwa Kristo mara ya pili. Matukio tulio nayo sasa hivi ni kwamba dalili zimeanza kujionyesha kwamba Yesu karibu anarudi. Sitaki kusema sana kuhusu vita vinavyoendelea. Tutakuja kukaa kwenye mafundisho ya kujifunza na Mungu atatusaidia, tutaelewa. Lakini nataka tu neno letu la leo la kwenye tafakari, tuchangamke kwenye mioyo yetu. Jamani, tuchangamke kanisa. Na wewe ambaye hujaokoka, changamkia wokovu na uingie ndani ya wokovu, kwa sababu kipindi cha unyakuo kikipita, historia itakuwa nyingine. Historia itakuwa nyingine.
Mtaiona. Saa hii mnasema kuzimu imefunuliwa. Mimi nasema kwamba shetani ameweka vitu vyake nje, ameweka bidhaa zake wazi. Kanisa likisha nyakuliwa, mtaiona kuzimu duniani, mtawaona mapepo duniani. Wacha saizi mnashangaa, mnaitana wenyewe kwa wenyewe mapepo, lakini wakati huo mtawaona, na tuko karibu kufikia hapo. Lakini kanisa litachukuliwa. Kanisa linaonja dhiki, tumeshaingia, tumeanza kuionja. Lakini kanisa jamani, Yesu tusaidie. Ninasema hivi mpaka nasikia kutetemeka. Yesu tusaidie. Na wewe unayesikia neno hili, naomba ninakusii kwa rehema zake Mungu, kama Paulo alivyowasii watu kwa rehema zake Mungu. Naomba uliokoka, hebu geuka na uchangamkie moyo. Changamsha moyo wako, ukakae kwenye wokovu wa kweli. Anza kutengeneza maisha yako. Ninamshukuru Mungu kila siku asubuhi inapotujalia neema yake, anapotuwezesha, anatupatia tafakari ambayo inatutoa hatua. Leo akitutoa hatua hii, anatuingiza kwenye hatua nyingine. Kesho ikifika anatuingiza kwenye hatua nyingine. Huo ndio mwendo tunakwenda nao, na Bwana aweze kutusaidia. Lakini niko hapa kusema ya kwamba Mithali imetuambia, Mithali imetufundisha. Mithali imesema ya kwamba atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Wewe unayetembea na wokovu katika ulegevu, yatakuja kukugharimu. Tusitembee kwenye wokovu kwa namna hiyo, itatugharimu pale mwisho. Sasa hivi tuna nafasi nzuri sana ambaye tunatakiwa tuitumie vizuri sana. Anaposema ya kwamba mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Ukitendea wokovu wako kwa bidii, utaipata neema ambayo ni burudiko la milele. Burudiko la milele. Anasema akusanyaye wakati wa hari ni mwana wa hekima. Huu ndio wakati wetu wa hari. Huu ndio wakati wetu wa kujikusanya. Huu ndio wakati wetu wa kukusanya. Gather your spirit. Kusanya roho yako, kusanya nafsi yako, kusanya na mwili wako, kusanya na ufahamu wako. Jamani, yale yasiyofaa hebu yatoe, yatupe. Yale yanayofaa peke yake uyahifadhi. Usitembee na mizigo ukalemewa hata ukashindwa kusimama mbele za Mungu kufanya chochote kwa ajili ya Mungu, kwa sababu umelemewa na vitu ambavyo havina maana. Jikusanye, uangalie yaliyo na maana, weka tiki, ya bebe, nenda nayo. Yasiyo na maana yashushe chini, maana ndio yanayokulemea. Unabeba mzigo ambao hauna kazi. Huu ni wakati wetu wa hari. Tengeneza makapu yako ya kukusanyia ili uweze kukusanya. Uandae moyo wako ili uweze kukusanya. Kanisa, tuandae mioyo yetu tukusanye. Ni wakati wa kukusanya mafundisho. Huu si wakati wa mtu kukwambia kwamba utapokea pesa, utapokea baraka, utapokea gari. Huu sio wakati huo. Huu ni wakati mwingine. Unaweza kaambiwa sasa hivi kwamba utapokea gari, wakati unaisubiria gari unyakuwa ukaja ukabaki. Hiyo gari utaiendesha wapi? Na wakati huo ndio utaiona kuzimu iko duniani. Wakati huo ndio utatamani kutendea kazi wokovu, na njia itakuwa imekuwa blocked. Swala zima la wokovu litakuwa limefungwa. Na hivyo basi itanigharimu. Jamani, natamani kutoa machozi kusema ya kwamba wakati huu ni wakati wetu wa hari, na sio wakati wa kufanyia mzaa. Ndugu yangu unayenisikia, huu sio wakati wa kufanya mzaa, na ninakusii wekazanisha mikono yako sasa. Kama ulikuwa unaishi kwenye wokovu kwa walegevu, sasa weka nguvu, pokea nguvu mpya kwa Bwana ili kuwezesha kuishi katika wokovu. Bwana Yesu, tunakusii ukatupe nguvu mpya ya kutuwezesha kuishi katika wokovu, maana siku hadi siku tunaona kudhoofika, tunaona kuanguka, tunaona watu wanakata tamaa, watu wanaiacha imani, watu tunarudi nyuma. Tuko mbele zako Bwana, tunaomba ukatujaze yale ambaye yamekuwa kama
kizuizi kwetu. Bwana, tunaomba ukatuondolee, ukatuimarishe Bwana, ukatupe neema ya kusimama, ukatupe nguvu ya kusimama, ukatupe nguvu ya kutenda. Mikono yetu kaitie nguvu ili kapate kusimama na kuweza kutenda kwa utukufu wako. Baba, hata ile siku nakuja kutuchukua Bwana Yesu, tusije tukaachwa. Tunaomba hata mmoja anayesikia neno hili asiachwe. Hata yule ambaye hajalisikia neno hili, na kusihi kwa rehema zako usimwache, kwa utukufu wako Baba tunajiweka wakfu mikononi mwako. Amen.